Ya, ni wakati mwingine tena mtazamaji wa Dar Sports, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia uhai pamoja na afya njema. Ni wakati mwingine tena wa kuyazungumza kimichezo. Ni wakati mwingine tena kutia mguu wetu pale ambako kuna rangi ya nyekundu pamoja na nyeupe mitaa ya Msimbazi bwana. Kunalo jambo zito ambalo liweza kulifanya hapo jana, jambo la kiufundi. Tunalipongeza hivyo, lakini kwa sababu tuko hapa ambao ni wataalamu wa soka, tutaweza kukueleza kiundani ni nini ambacho kiliweza kutokea. Mimi ni Florence Renatus, mwenzangu ni Yusuf Katalambula, ndio ambao tutakuongozea jazi hili kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Lakini kubwa zaidi lazima nikukumbushe kuhusiana na Jaba Air Solution. Hawa ni mabingwa wa kusafirisha bidhaa zote kutoka Guangzhou China mpaka katika ardhi ya Tanzania, na safari yao ilikuwa ni tarehe 13 mwezi huu wa 10, na mzigo utafika tarehe 15 jijini Dar es Salaam kwa maana ya ardhi ya Tanzania. Kwa hiyo nakukumbusha, kama wewe bado hujaweza kusafirisha mizigo yako ambayo ipo katika ardhi ya China, naomba nikwambie kwamba Jaba Air Solution watafute. Hawa wanasafirisha bidhaa zote ambazo utazinunua, chochote ambacho utakinunua katika ardhi ya China, wao watakisafirisha kutokea kule kuja mpaka katika ardhi ya Tanzania. Wakati tunaendelea kusubiri ratiba yao, unao nafasi nyingine ya kuweza kuwatafuta kujua bwana iko vipi, mzigo nasikia imeshaanza kusafirishwa, ratiba nyingine iko vipi, wataweza kukujuza. Lakini kingine ambacho Jaba Air Solution wamekizingatia ni uzuri wa binadamu. Unajua binadamu ndo kiumbe kizuri kuliko viumbe vyovyote ambavyo Mwenyezi Mungu ameviumba, na uzuri wake pia unachangiwa na muonekano ambao uko nao binadamu. Jaba Air Solution wanazingatia muonekano wako, kwa maana ukiwa kule China wao wana barber shop, ambayo barber shop hiyo itakufanya mtoto wa kike onekane beautiful girl, lakini pia mtoto wa kiume onekane handsome kweli kweli. Bwana, karibu ndani ya Dar Sports, na ndio mambo mazuri kutoka Jaba Air Solution. Mimi na Yusufu Katalambula. Mzoko vizuri? Yes. Mambo yanaenda? Yanaenda. Karibu. Shukrani. Bwana, nimeanza kwa kusema leo tunatia mguu kwanza mapema kabisa Jumatatu mitaa ya Msimbazi pale. Yes. Pira tattoo. Hivi ile ni pira tattoo Pira tattoo, pira sigara. Watu wameshalitia neno bwana. Pira tattoo, pira sigara. Mara baada ya mchezo wa Simba dhidi Al Hilal kupigwa katika uwanja wa Mbweni, ule mchezo wa kwanza kabisa, nakumbuka tulikupa taarifa wewe mtazamaji wa Dar Sports, na mchezo ulitamatika kwa mnyama kuibuka na ushindi wa magoli 2-1. Mchezo ule ulipoweza kutamatika, Al Hilal wakasema no, ni kama vile kuna kitu alikiona mitaa ya Msimbazi, na ndicho ambacho mimi na mwenzangu Yusuf Katalambula hapa tutaenda kukizungumza. Wakasema hawa hawajatufunga kihalali, maana yake kuna jambo ambalo wao waliliona, wakasema tutarudi tena kucheza nao. Kweli bwana, ikaomba mechi nyingine ya kirafiki, imepigwa jana majira ya usiku, mnyama akafa chuma 4-1 hapa katika ardhi ya Tanzania, international friendly game. Tunakubaliana kwamba Katalambula, matokeo ya mechi ya mechi za kirafiki, yani matokeo yanapatikana kwenye mechi ya kirafiki sio uhalisia wa kile ambacho mwalimu alikuwa anakihitaji. Zaidi mwalimu ana focus katika kiwango cha wachezaji wake kuliko matokeo yenyewe. Nashukuru kwa swali hilo, kwa sababu juzi nilitoka zangu Tanga kwenda kuchukua leseni yangu ya coach. Ni sawa kukupongeza bwana coach. Na kila ambacho umeniuliza kina matokeo pande mbili. Sawa. Matokeo ya mchezo kwa maana magoli yaliyofungwa, labda kashinda, kafunga, akatoa sare, hayo yanaweza kaleta maana kwa mashabiki. Lakini kuna matokeo mengine ambayo watu wengi hawadili nayo. Ndio hayo yanakuwa na faida kwa mwalimu. Kwa maana matokeo gani? Ubora, udhaifu wa timu yake, mchezaji fulani ambaye mchezaji gani anaweza kafiti kwenye mfumo wake, mchezaji gani ambaye alikuwa first 11 wa mwalimu aliyepita lakini kwangu apate nafasi na kadhalika. Kwa hiyo hayo ni matokeo ambayo huwa yanamsaidia mwalimu. Lakini mashabiki na sisi, baadhi ya wachambuzi, waandishi na kadhalika, huwa wao matokeo ambayo wanaona ni yale ambayo yako kwenye scoreboard 4-1 3-1 ni matokeo ambayo wanayapata. Na ndio maana unaona michezo kama hii inachezwa indoor, kwa maana hakuna yote ambaye anauona. Akitokea mtu akaja akachambua ilhali hajaona mchezo, huyo atakuwa ni muongo. Na sisi Data Sport huwa hatufanyi hivyo. Ila sisi tutaangalia tu kutokana na yale matokeo ambayo yamepatikana na kutokana na aina ya wachezaji ambao wamescore, ndio tunaweza tukapata majibu. Ushindi wa 4-1 ambao ameupata Al Hilal dhidi ya Simba, tuiangalie Simba. Goli limefungwa na Elim Panzo Kibisa. Mchezaji ambaye wengi tunakubali kwamba tangu msimu huu uanze hajatuonyesha kile ambacho tumezoea kukiona kwake. Kuanza kuscore, pengine labda kuna kitu ambacho kimejitengeneza kwa mwalimu. Lakini pia
tukija kuangalia mchezo wa jana, ujue mechi za kirafiki zinagawanyika kwenye pande mbili. Okay. Ambazo mara nyingi sana walimu wao ndio ambao wanakubaliana. Kwa maana mwalimu wa Al Hilal na mwalimu wa Simba wanakutana, tunaenda kucheza mechi ya kirafiki. Tunaicheza vipi? Kuna aina mbili. Kuna mechi ya kirafiki ambayo mnafuata sheria zote za FIFA. Lakini pia mnaweza mkabadilisha vitu vidogo labda kwenye substitute. Sawa. Lakini kuna mechi ya kirafiki mazoezi ambayo imechezwa jana. Hiyo mnakubaliana nyewe kwenye kila kitu. Isipokuwa tu mimi siwezi kutumia wachezaji wako wewe na huwezi kutumia wachezaji wako. Sure. Lakini mnaweza mkasema tunacheza vipindi vitatu, labda dakika 45 wa kwanza, 45 wa pili, 45 wa tatu. Sawa. Mnaweza mkasema labda mimi na uwezo wa kumtoa mchezaji nikamrudisha kama kwenye basketball. Kwa maana Elimpanzo akacheza dakika 45 za mwanzo nikamtoa, baadaye akarudi tena uwanjani. Lakini pia naweza nikafanya sabu zozote ambazo mimi nazihitaji. Na tunaweza tukasema kwamba hakuna kutoka kadi nyekundu wala kadi ya njano. Kwa ni vitu ambavyo mnakubaliana. Kile ambacho kimetokea jana naamini ni faida kubwa sana pia kwa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Kwa sababu pengine labda imemsaidia mwalimu kuona madhaifu. Mfano Manchester United. Moja ya timu ambayo huwa inafanya vizuri sana kwenye mechi za kirafiki ni Manchester United. Mimi nakubaliana nawe. Na kuna comment niliipata nakumbuka. Kuna mtu aliniambia, ananiambia, yaani umezungumza vizuri sana. Umenikumbusha timu yangu Manchester. Wao tunafanya vizuri sana. Jambo ambalo linatuaminisha kwamba sisi tuna timu nzuri sana. Ila ikishafika ligi kuu tutafute. Yaani kwenye 10 wa mwisho sisi tuko pale, tuna hang. Unajua kwa nini Manchester United wanafanyaga vizuri? Ni kwa sababu ukiangaliaga mechi zao nyingi za kirafiki huwa naikaga full squad. Kuna mechi ilipigwa alfajiri kama misimu 4 iliyopita, alicheza na Real Madrid ya moto, akampiga chuma 2. Kina ukiangalia Madrid wachezaji ambao wamewapanga, ukiangalia Manchester United anaikaga full squad. Kwa hiyo hii kuna muda mwalimu pia anashindwa kujua ni uko wapi udhaifu wa timu. Kwa hiyo ukiangalia jana Simba magoli ambao wamefungwa, kwa sababu sisi makocha huaga kuna formula ambayo ipo ambayo ni muongozo wa mwalimu. Inakuongoza mchezo ukimalizika nini ambacho unatakiwa uende ukakifanye. Kwa hiyo mchezo ukimalizika kuna sehemu pale unaangalia weakness ya timu yako iko wapi, ubora wa timu yako uko wapi, ni mchezaji gani ambaye amebadilika vile ambavyo alicheza labda game iliyopita na sasa hivi. Hivyo vitu vyote unaviweka. Alafu upande wa pili unaangalia sasa kile ambacho umekifanya kwenye timu yako, unaangalia na timu pinzani walikuwa bora wapi, udhaifu wao ulikuwa wapi, mchezaji gani ambaye aliwasumbua timu pinzani, alivyowasumbua alikuwa anacheza dhidi ya nani. Je, ni kwamba beki wako ameshindwa kumzuia yule ambaye alikuwa na hatari? Ama je yule ambaye alikuwa na hatari kwa maana kuna kitu ambacho kilitokea, wewe ndo ambaye utakijua. Mfano kama Koulibaly aliscore game ya kwanza, aliscore na game ya pili, mchezaji wa Al Hilal. Unaweza ukaangalia je aliscore dhidi ya nani, bado kuna udhaifu alikuwepo. Tunamhitaji Shomari Kapombe. Je, tukienda dirisha dogo tunahitaji kuchukua beki mwingine? Kwa sababu asipokuwepo Shomari Kapombe, huyu ambaye tupo naye hivi sasa labda bado hana iko kitu. Kwa hiyo ukisha analyze kila kitu kipo vizuri, baadaye ukikutana na timu yako mnaweza mkaangalia, ndo pale unasikia mwalimu kaondoka ameacha ripoti, aongeze fulani aache fulani. Ndio hiyo ripoti ambayo inapelekwa kwa viongozi. Kwa hiyo mara nyingi sana walimu wanatamani kupata matokeo ya ushindi kwenye pre-season, matokeo ya kufungwa, lakini pia sare. Matokeo yote matatu akishayapata ndo anaweza kakaa chini akatengeneza kitu kilichokuwa bora sana. Kwa hiyo inawezekana Katalambula mwalimu Dimitar Pantev hajaumizwa chochote na matokeo. Labda tu kwa mashabiki na ni kutokana na nature ya soka letu. Sahihi, Yani kwamba soka letu si tulivyo, watu wanapenda results yani. Ndio maana hata ile juzi Young Africans ana draw bila na TRA Tabora United ya zamani. Watu wa rise up na kusema si ndo tumesema huyu sio kocha, huyu sare ya pili ana draw. Lakini kuna kitu ambacho yeye mwalimu nyewe wakati mnaangalia matokeo, yeye mwalimu kuna kitu cha tofauti ambacho labda amekiona uwanjani. Labda tayari sasa hivi ameona Ninju ni sabu nzuri kwa Andabwile, si ndio? Vitu kama hivyo. So nadhani ni jambo la hekima kuambia watazamaji wa Dada Sports kwamba matokeo ya mechi za kirafiki huwa yanaonyesha uhalisia wa kile ambacho kinatokea. Na umeeleza vizuri kwamba mechi ya kirafiki yote inategemeana tumekubaliana nini wakati tunacheza. That's why hata watu kwenye hizi games za Mwananchi Day na Simba Day watu wanaenda nje wanabadilisha jezi wanarudi wanaingiza timu nzima inacheza na vitu kama hivyo. Bwana mtazamaji wa Dada Sports, hapo mengine mengi sana kimichezo ambayo tunaendelea kuyatazama hapa, naendelea kukumbusha endelea kubaki na sisi kwa sababu taarifa zingine nyingi zaidi za kimichezo zinaendelea kuja hapa. Sasa tuangalie
kwa Dimitar Pantev. Yes. Nimekwambia issue ya sisi tumezungumza kitaalamu. Yes. Tunarudi sasa kwenye ile tunasema ni uhalisia kile ambacho mashabiki wanakitaka. Yani sura unajua soka linatofautiana Katalambula. Yani huko alipokuwa labda kwenye klabu ya Gaborone akukutana na hofu hiyo. Sisi ukisha draw mechi ya kwanza, ya pili uka draw ukafungwa. Tunaanza kukufukuza kazi sisi wenyewe mitandaoni kabla hata timu yenyewe haijakufukuza kazi. Sio elewa. Kwa tunakuja kwa Dimitar Pantev, kama watacheza mchezo mwingine wa kirafiki it's lakini inaonekana kwa sasa safari itakuwa ni kuelekea Eswatini kucheza dhidi ya Nsingizini. Matokeo ambayo anatakiwa kuyapata kwenye klabu ya Eswatini yanatakiwa kuwa positive na anatakiwa kuwa na symptoms yoyote ya negative. Inawezekana. Yani kwa sababu ikionekana akatoa draw au akafungwa na Nsingizini. Kuna namna sasa anaanza kuwa watu hawamuelewi. Hasa ukilinganisha na nini ambacho kimetokea mechi ya kirafiki. Kwanza mimi naweza nika na asilimia kubwa sana kuona Simba wakifanya vizuri sana kwenye huo mchezo. Kutokana na aina ya mpira wa kocha Dimitar Pantev. Nitakuwa muongo sana nikimchambua Dimitar Pantev akiwa Simba kwa sababu hakuna mchezo wote ambao nimeuona wa kirafiki, lakini naweza nikamchambua kulingana na kile ambacho nimekiona dhidi ya Gaborone United. Ni aina ya mwalimu ambaye anafanya kile ambacho wachezaji wengi wa Simba wanacho. Kwa maana high pressing. Nikiangalia kule juu umeona jinsi ambavyo anacheza Abraham Morris. Moja mtu ambaye ana press sana. Free player. Yes. Tuliwahi kusema ni mchezaji ambaye mimi sasa shida ya Bongo kumradhi, shida ya Tanzania unatamani kumuelezea mtu. Sasa ili watu wakuelewe vizuri unatamani umchukue mtu mwingine ndio uambie jamani ana kama hichi kitu yani. Sasa mimi niwewe kuambia Morris Abraham kwangu mimi nimemuona na uchezaji wake kama ambavyo tunamuonaga Max anacheza. Sahihi. Yaani usimwambie fix the area yako. No usifanye hivyo. Wewe mwambie uwanja wote ni wako. Hata ukitaka kwenda kwa Kamara ukajipanga naye mstari mmoja it's okay. Hakikisha tu unatimiza majukumu yako. So Morris Abraham ni mmoja mchezaji ambaye Simba na Isu wanaweza wakafaidika naye sana. Sahihi. Kutokana na aina hiyo ya uchezaji wake. Na nafikiri ni aina ya mazoezi pia ambayo anakuwa anayafanya. Yanampa stamina yeye kuhimili hata zaidi ya dakika 90. Ukiangalia eneo la ushambuliaji la Simba lina wachezaji wanne ambao wanaweza kufanya pressing. Hapo nazungumzia Morris Abraham, Elimpanzu Kibisawala, Jonathan Soa, lakini pia Kibu Dennis Prosper. Sasa Kibu huyo tuje tumtafutie session naye. Muelewi kabisa Kibu. Okay. Sasa eneo la ushambuliaji ukiwa na watu ambao wanaweza kupress. Ndio vile ambavyo tulikuwa tunaona katika timu ya Gaborone. Kamanyani ni moja ya winga bora sana katika timu ya Gaborone, lakini mara nyingi ulikuwa unamuona kwenye eneo la ulinzi. Kuna afiki yangu fulani hivi alikuwa anasikiliza ule mchezo kwenye radio. Akaniambia kila muda nasikia Kamanyani. Kwani kuna Kamanyani wangapi? Au kama mmoja anacheza namba ngapi? Kwa hiyo unaweza kuona anapenda sana washambuliaji wake wawe wana uwezo mzuri wa kufanya pressing. Kwa maana wakiwa wanakuja kushambuliwa waweze kufanya pressing. Ukija kwa Simba anao wachezaji ambao mmoja wenye ubora pia Simba wanao. Unagusa hao kina Maema bado tu hajaklik vizuri, lakini kina Ahua na kadhalika, Mpanzu mwenyewe unaona ni wachezaji ambao wapo mmoja. Lakini kitu ambacho alikuwa anakikosa kule Gaborone alikuwa anakosa ule finisher, kwa maana mchezaji ambaye anaweza akascore magoli. Tumeona Simba mechi yao ya pili katika dimba la Benjamin Mkapa. Gaborone alikuwa anakuja vizuri sana, lakini walikuwa wanamkosa tule mtu ambaye angeweza kuweka mpira nyavuni. Ukija Simba kuna Jonathan Soa, kuna Seleman Mwalimu, lakini pia unamkuta Mukwala. Ni wachezaji ambao ukiwapa nafasi wanaweza kufanya vizuri kwenye eneo la ushambuliaji. Kwa hiyo kile ambacho alikuwa nacho kule anakileta hapa Simba. Ndio maana natamani sana kujua ni nani ambaye alishauri kocha huyu aletwe Simba, kwa sababu kwangu mimi ni moja machaguo bora sana ambao ameyafanya Simba. Kwa kutokana na aina ya mpira ambao wao wanaocheza unaendana sana na huyu kocha Dimitar Pantev. Kwa hiyo naamini nikiangalia pia udhoefu walokuwa nao, lakini pia backup ambao anaipata kwa viongozi kwenye mechi za kimataifa, naona Simba wanaweza wakafanya vizuri dhidi ya Nsingizini. Ingawaje pia waenda kucheza na timu ambayo wanaijua vizuri Simba, kwa maana wao watakubali kuwa timu ya pili.
Mara mwisho Simba kwenda Eswatini alipata ushindi wa magoli 4 dhidi ya Bambane Swallow. Na mchezo wa kwanza huko ilikuwa 4, akawa na aggregate ya goli 8. Kwa hiyo Eswatini watakuwa najua tunaenda kukutana na timu ya aina gani, lakini pia atajua ni wapi ambapo sisi tunatakiwa kuwa bora na wapi ambapo sisi tunatakiwa kuwa na uvumilivu, kwa sababu kucheza na Simba inabidi pia uwe na uvumilivu wa kuhimili kile ambacho wao watakuwa wanakifanya mbele yenu. Lakini pia hawatakuwa na deni wao kama watatolewa kwenye nafasi hiyo, kwa sababu wanaenda kucheza na timu namba 5 barani Afrika. Lakini pia wao ndo mara yao ya kwanza wao kwenda kushiriki katika kinyang'anyiro kuingia hatua ya makundi. Kwa hiyo hawadaiwi, wanasubiri tu surprise ambayo wao wataifanya. Lakini kwa Simba watakuwa wanadaiwa. Kwa hiyo naamini haya matokeo ambayo wameyapata Dimitar Pantev mechi ya kwanza na mechi ya pili yatamsaidia yeye kuona ni wapi ambapo yeye ataweza kuongezea, na isivyo bahati kwake kuna baadhi ya wachezaji ambao pia amewakosa hapo katika timu katika mechi za kimataifa. Lakini pia wengine wamepata majeraha. Unamzungumzia Musa Pinpin Kamara. Hivi haijajulikana ni anakaa nje kwa muda gani? Haijajulikana kwa muda. Ni wakati mzuri wa Yakubu Suleiman kushine. Yakubu Suleiman na baadhi ya wachezaji wengine kina Yusuf Kagoma na Morris Abraham naye wote hawapo, kwa maana wapo katika majukumu ya timu ya taifa. Kwa hiyo naamini wakisharudi kuna kitu ambacho mwalimu atakiongeza na huenda akifanya vizuri sana katika michuano hii ya CAF. Mbaya zaidi Yusuf Katalambula ni kwamba Nsingizini wana taarifa nyingi kuhusu Simba kuliko Simba kuwa na taarifa za Nsingizini. Very sure, na ndio maana umeona hata mchezo wao utachezwa saa 9. Kwa hiyo bwana, mpaka uone wameamua saa 9 basi unajua kuna kitu atakuwa amekiona. Anyway, mimi ni Florence Renatus, mwenzangu alikuwa ni Yusuf Katalambula. Tunakushukuru sana wewe ambaye ulikuwa pamoja na sisi kuanzia mwanzo mpaka mwisho, lakini nikwambia kwamba mwisho wa hili ni mwanzo wa lingine, na kukumbusha sio goodbye, tukutane wakati mwingine.